ulimwengu wa damu na nyama. Hali kadhalika tunazipokea baraka katika ulimwengu wa kiroho, tunazimiliki katika ulimwengu wa kiroho, and then mambo haya yanakuja kudhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. So anayehusika katika kupokea, anayehusika katika kumiliki ni yule mtu wako wa ndani. Haleluya. Na ili mtu huyu wa ndani aweze kupokea, anahitaji kuwa na nguvu. Ili mtu huyu wa ndani aweze kumiliki, anahitaji kuwa na nguvu. Mungu anaanza kuumba mtu wa rohoni. Mwanzo sura ya 1 pale, uumbaji wa Mungu. Haleluya. Akasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa mfano wa Mungu, Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume. Bwana sifiwe. Alianza kuumba mtu wa rohoni kwa mfano wa Mungu, akamuumba mwanamke na mwanaume. Angalia, baada ya kuwaumba hawa watu wa rohoni, ndio akawabarikia. Aliyebarikiwa ni mtu wa rohoni, aliyewezeshwa ni mtu wa rohoni. Anasema akawabarikia, akawaambia nendeni mkazae na kuongezeka, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama. Isome Biblia yako vizuri. Aliyewezeshwa kumiliki ni mtu wa rohoni, aliyepokea baraka ni mtu wa rohoni, kwa sababu ndiye anayemiliki. Na ukisoma ukiendelea mbele, Mwanzo sura ya 2 sasa, ndipo akaweka mavumbi, ndipo akaumba mwili, lakini uwezo wa kumiliki uliachiliwa kwa yule mtu wa rohoni aliyeumbwa kwanza. Wala walivyoumbwa kwenye mwili, Mungu hakuambia nendeni mkazae na kuongezeka. Kwa sababu gani? Baraka hii, uwezesho wa kuzaa na kuongezeka, wa kumiliki, tayari uliachiliwa kwa yule mtu wa rohoni. Ni kwa namna gani tunaweza kumiliki? Angalia mtu wako wa rohoni yuko na uwezo gani, kwa sababu ndiye atakayekuwezesha kupokea huu uzima. Mtu wa rohoni ndio anayepokea uponyaji. Mtu wa rohoni ndio anayepokea baraka. Mtu wa rohoni ndio anayemiliki hii biashara ikawa na faida. Mtu wa rohoni ndiye anayepokea hii ndoa na kuimiliki. Haleluya. Ni kwa namna gani tunamiliki? Lazima kuwezeshwa, lazima kupokea nguvu. Bwana sifiwe. Anayepokea nguvu ni mtu wa rohoni, ni mtu wa ndani. No wonder Roho Mtakatifu kwenye Efeso 3:16, yeye hutenda kazi kwa nguvu katika utu wetu wa ndani. Haleluya. Kwa sababu mtu wa ndani ndo amepewa mandate ya kumiliki, na ndiye anayeweza kumiliki. Mtu wa ndani ndo ana uwezo wa kupokea kutoka kwa Bwana. Mtu wa ndani, until huyu mtu wa ndani ana nguvu, until huyu mtu wa ndani amewezeshwa, ameimarishwa. Bwana sifiwe. Maana ni kupitia mtu mpendwa tunasema sisi tunatawala. Bwana sifiwe. Hatutawali katika ulimwengu wa damu na nyama. Wakamuuliza Yesu, Pilato akamuuliza, unasema wewe ni mfalme? Akasema yes, wewe wasema mimi ni mfalme, kwa sababu kweli ni mfalme. Haleluya. Akasema ufalme wangu mimi si wa ulimwengu huu. Kwa ulimwengu huu alionekana is nobody. Kwa ulimwengu huu alionekana hana chochote. Lakini angalia, siku yake anazaliwa, majeshi ya mbinguni yalimwinamia na kumsujudia, kwa sababu yeye ni mfalme. Bwana
anamiliki, anatawala katika ulimwengu wa roho. Ndivyo na sisi tulivyokusudiwa, na nguvu hii ya kumiliki na kutawala inaanzia kwa mtu wetu wa ndani. Aimarishwe, apewe uwezo wa kuweza kumiliki baraka za Bwana, awezeshwe, Bwana sifiwe, kutembea katika ahadi za Mungu. Ni kwa namna gani tunaweza kumiliki? Bwana sifiwe. Tunazipokea toka katika ulimwengu wa roho. Anayezipokea ni mtu wa ndani. Ndio maana utaenda kwenye maombi ukiwa huna kitu, utatoka ukiwa na kila kitu. Kwa nje bado haujapokea, lakini katika ulimwengu wa roho tayari una muujiza wako. Mungu anasema tayari nimekupa, na ni kweli amekupa. Aliyepokea ni mtu wako wa ndani. Bwana sifiwe. Mungu atakuja atakwambia nimeshakuponya, amka. Kwa nje mwili bado haujasimama vizuri, lakini mtu wako wa ndani ameupokea huu uzima. Na mtu wako wa ndani akiupokea uzima, huu uzima kama ambavyo alianza mtu wa rohoni akadhihirika katika mwili, uzima huu ulioachiliwa kwa mtu wa ndani, obvious, Bwana sifiwe, utakuja kudhihirika na kuthibitika kwa mtu wako wa nje. Na ndio maana Yesu akiwaponya, haleluya, ile miguu haikunyoka wakiwa pale, anamwambia ondoka, umepona. Anaponyanyuka, ule uponyaji ulioachiliwa kwenye roho yake unaanza kudhihirika na kwenye mwili wake. Haleluya, Bwana sifiwe. Unakuja hauna, Mungu anakupea. Kwa nje watu wanakuona hauna, lakini tayari mtu wako wa rohoni amepokea. Na mtu anayeona namna hii, ukiri wake unabadilika. Anasema tayari nimepokea, muujiza wangu nimepokea, biashara yangu ninayo, ndoa yangu ninayo, mimi ni mzima. Hata kama kwa nje anaumwa, aliyepokea ni mtu wa ndani. Bwana sifiwe. Ni kwa namna gani tunamiliki? Tunahitaji nguvu, na hizi nguvu ni nguvu za rohoni. Bwana sifiwe. Nimesema kwa nini kupokea kutoka kwa Mungu unahitaji kuwa na nguvu. Mtu aliye dhaifu hawezi kupokea. Haleluya. Si kama tulishawahi kuhudhuria hizi shule za uponyaji na nini kwa watumishi wa Mungu. Mtu akienda, haleluya, kabla hajaonana na mtumishi wa Mungu, huwa wanawaweka kwanza kwenye mafundisho fulani au kuwajenga, kutafuta kujenga mtu wao wa ndani ili aweze kuja kupokea akikutana na mtumishi. Ni nini wanachokifanya? Wanatafuta kumwamsha mtu wa ndani. Mtu wa ndani atiwe nguvu, ili hata atakapolipokea neno la Bwana, hili neno liwe lizalishe matunda kwake. Ni kwa namna gani tunamiliki nguvu? Na tulisema, haleluya, ya kwamba unahitaji nguvu za ndani ili upokee kutoka kwa Mungu. Na logic yake tukaisema. Unaweza ukasema kwa nini Mungu asitupe hivi hivi, sisi ni dhaifu? Haleluya. Nilisema hapa ya kwamba ufalme wa Mungu umejipambanua kwa nguvu, na nguvu inayotenda kazi kwenye huu ufalme ndio imeufanya huu ufalme kuwa ufalme usiotetemeshwa, usiotikisika, ufalme ulio imara. Paulo anasema ufalme wa Mungu haui katika neno, bali katika nguvu. Maana yake ni ufalme unaotenda kazi kwa nguvu,
unaopareti kwa nguvu. Kila kinachotendeka kwenye huu ufalme kinatendeka kwa nguvu. Kwa nini unahitaji nguvu ili upokee? Nilisema hapa, Bwana sifiwe, ya kwamba ufalme wa Mungu unatenda kazi juu katika ulimwengu wa roho. Umeinuliwa juu sana, si ndio, kuliko falme nyingine zote. Chini ya huu ufalme wa Mungu kuna ufalme mwingine wa giza unaotenda kazi. Leo ni chole. Haleluya. Hamna peni. Bwana sifiwe. Naweza nikapata makapeni ya kwamba ufalme wa Mungu unatenda kazi. Glory. Haleluya. Unatenda kazi katika ufalme, unatenda kazi kutokea juu, mahala palipoinuliwa sana. Lakini chini yake, si ndio, kuna ufalme mwingine wa giza unaotenda kazi. Vyote hizi falme zote zinatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Ufalme wa Mungu ulio juu, uliojipambanua kwa nguvu zake na uweza wake, ulioinuliwa juu ya falme zote. Lakini chini yake katika ulimwengu wa roho huu kuna ufalme unaotenda kazi ambao ni ufalme wa giza. Na ufalme huu wa giza, si ndio, kazi yake ni kupinga kila kitu kinachofanyika. Niangalieni mimi. Bwana sifiwe. Haleluya. Tusihamishwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Maana kuna maarifa na kuna mambo nadhani tunajifunza. Bwana sifiwe. Haleluya. Mungu akubariki. Kwa nini unahitaji kushughulika na mtu wako wa ndani ili uweze kutawala? Haleluya. Haleluya.